Kimya kilitandaa chumbani. Mzee Radha alikuwa bado amemkazia macho Kito, kana kwamba anaogopa kusema kile kilichokuwa moyoni. Neema alisimama, mikono yake ikitetemeka kidogo kwa hasira. "Baba, malizia ulichoanza kusema." Mzee Radha akavuta pumzi ndefu, kama mtu anayekusanya nguvu ya kusema ukweli mzito. Kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa, "Kito, wewe ni mwanangu." Neema alishtuka. "Haiwezekani." Kito alibaki ameganda, akihisi kama dunia imesimama. "Mimi? Mwanako?" Sauti yake ilikuwa imejaa mshangao na hofu kwa wakati mmoja. Mzee Radha akainama kidogo, akiwa hawezi hata kumtazama moja kwa moja. "Ndiyo, miaka 20 iliyopita nilikuwa na uhusiano na mama yako, Asha." Neema alirudi nyuma hatua moja, akishika kichwa chake. "Kwa hiyo, huyu ni ndugu yangu?" Mzee Radha hakujibu mara moja, lakini kimya chake kilikuwa jibu tayari. Kilikuwa kimya nzito. Kito alianza kutikisa kichwa taratibu, kama anakataa kuamini. "Hapana, haiwezekani. Mama yangu asingewahi kunificha kitu kama hiki." Mzee Radha akainua macho yake, akiwa na huzuni nzito. "Alinificha mimi, na mimi nilimwacha." Maneno yale yalikuwa kama mshale moyoni mwa Kito. Uso wake ukabadilika, kutoka mshangao kuwa hasira. "Ulimwacha?" Sauti yake sasa ilikuwa nzito, imejaa maumivu. "Ulimwacha aje alee mtoto peke yake, wakati wewe unaishi maisha ya kifahari hapa?" Neema alibaki kimya, akiangalia hali inavyozidi kuwa mbaya. Mzee Radha hakujitetea. Alisimama tu, akikubali uzito wa makosa yake. "Nilifanya kosa, na sasa nataka kulirekebisha." Kito akacheka kidogo, lakini si kwa furaha. "Baada ya miaka 20, sasa ndio unanikumbuka?" Kulikuwa na ukimya mzito tena. Kisha Mzee Radha akasema, "Sio tu kukukumbuka, nataka kukupa kile kilichokuwa chako tangu mwanzo." Neema akageuka haraka. "Baba, unamaanisha nini?" Mzee Radha akasema kwa msisitizo, "Urithi." Kito alishtuka. Neema alishtuka zaidi. "Baba, hiyo haiwezekani. Huyu mtu hatujui hata historia yake." Mzee Radha akamwangalia Neema kwa ukali kwa mara ya kwanza. "Historia yake ndiyo historia yangu." Chumba kilijaa tension nzito. Lakini kabla mambo hayajaendelea, mlango uligongwa ghafla. "Knock knock." Msaidizi wa Mzee Radha akaingia kwa haraka, uso wake ukiwa umejaa hofu. "Saa, kuna tatizo kubwa." Mzee Radha akageuka. "Ni nini?" Msaidizi akasema kwa haraka, "Kuna mtu ameanza kusambaza taarifa kuhusu mtoto wako wa siri, na sasa vyombo vya habari vinakuja hapa." Neema alishtuka. Kito
akihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Na mzee Raza akajua vita halisi ndiyo imeanza. Je, ni nani aliyefichua siri hii? Je, urithi huu utaleta amani au vita ndani ya familia? Na Kito atachagua nini? Usikofe episode namba 4.